Kazi na utu. Kazi na utu. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu msingi wa mafanikio yetu. Awali ya yote, nami naungana na waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Ninatambua kuwa wengi wenu mmetoka sehemu mbalimbali za nchi yetu kuja kushuhudia vijana wetu wakihitimu mafunzo yao ya awali ya Jeshi la Polisi. Vivyo hivyo kwa wahitimu na jamii nzima ya wakufunzi hapa chuoni ambao kwa takriban mwaka mzima wameishi kujifunza na kutekeleza majukumu yao hapa bila kupatwa na madhara makubwa. Yote haya tunapaswa kushukuru Mwenyezi Mungu. Napenda pia kuchukua fursa hii kumshukuru Commandant wa Shule ya Polisi Tanzania Moshi, Kamishna Msaidizi Mwandamizi Ramadhani Mundi kwa heshima ya kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla hii muhimu ya kufunga mafunzo ya awali ya polisi kozi namba 1 ya mwaka 2025-2026. Kwangu mimi ni furaha kubwa kuwepo hapa leo kushuhudia hatua hii muhimu katika safari ya kuandaa na kuwajenga watumishi wa Jeshi la Polisi. Asante sana Commandant pamoja na uongozi mzima wa chuo ama wa shule hii kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii muhimu. Sambamba na shukrani hizi, napenda kutoa pongezi kwa management ya Jeshi la Polisi, uongozi wa shule pamoja na wakufunzi wote kwa mchango wenu mkubwa katika kufanikisha mafunzo haya kwa kiwango kinachostahili. Mafanikio haya ni matokeo ya ushirikiano wa pamoja, kama vile wahenga walivyowahi kusema, kidole kimoja hakivunji chawa. Hili limejidhihirisha wazi kwa uratibu wa mafunzo haya na hata shughuli ya leo ambayo imejengwa juu ya kazi kubwa iliyoanza tangu maonyesho ya medani za kivita yaliyofanyika jana. Kipekee kabisa, napenda kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa wakufunzi wote. Ninyi ndiyo mhimili mkuu wa mafanikio haya, mkiwa wa kwanza kuamka na wa mwisho kupumzika, mkihakikisha vijana hawa wanajengewa nidhamu, ujuzi na misingi sahihi ya uaskari. Kazi yenu ni kubwa na ya thamani sana kwa taifa letu. Nawashukuru sana wakufunzi wote. Ndugu wageni waalikwa, ninawashukuru sana kwa kutenga muda wenu kuja kujumuika nasi katika hafla hii muhimu ya kufunga mafunzo ya awali ya Jeshi la Polisi. Uwepo wenu hapa ni heshima kubwa kwetu na unaonyesha namna ambavyo jamii inaendelea kuthamini na kuamini kazi inayofanywa na Jeshi la Polisi katika kulinda usalama wa raia na mali zao. Ushiriki wenu unatupa moyo na unazidi kuimarisha mshikamano na ushirikiano kati ya Jeshi la Polisi na wananchi tunaowahudumia. Aidha, napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuendelea kuliwezesha Jeshi la Polisi katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ajira, vitendea kazi, majenzi ya makazi, ofisi na vituo vya polisi, mbinu ya mafunzo na kuboresha maslahi ya askari. Uwezeshaji huu umeendelea kuongeza ufanisi wa jeshi katika kutekeleza majukumu yake ya msingi. Nakiri kwamba changamoto nyingi tulizokuwa nazo hapo awali ndani ya jeshi letu
zimetatuliwa kwa mafanikio makubwa, hali ambayo inaliwezesha jeshi letu la polisi kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Tunaishukuru sana serikali yetu. Askari wahitimu, ninawapongeza wote mliofanikiwa kuitikia siku ya leo, kwani najua haikuwa kazi rahisi, kwa kuwa mlifanya mafunzo katika mazingira magumu na hatimaye kufika hatua hii mliyofika leo. Kama tulivyosikia kutoka kwa commandant, wapo waliokuwa pamoja nanyi mlipoanza mafunzo haya, lakini hawakuweza kufika mwisho huu, aidha kwa kushindwa kiuwezo, kiafya au kwa kuonyesha nidhamu isiyofaa kwa askari wa jeshi la polisi. Hivyo nanyi mnastahili pongezi. Hongereni sana 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 wahitimu. Nimefurahishwa pia na maonesho mbalimbali ya kupambana na wahalifu kwa kutumia mbinu za medani, kujihami pamoja na kutuliza ghasia mlioyaonesha jana katika kambi ya Kambakodi na leo pale uwanjani. Aidha, nimevutiwa sana na gwaride zuri sana sana tena sana ninawahakikishia gwaride lile lilikuwa ni zuri, na nilimwambia kamanda pale uwanjani kwamba nilitamani leo amiri jeshi mkuu angekuwepo hapa gwaride hili. Kila mwaka nimekuwa nikishuhudia ongezeko la ubora na umahiri kwa wahitimu wetu. Maonyesho haya pamoja na taarifa niliyopokea kuhusu masomo ya darasani ya tutorials na wakufunzi wa ndani na nje ya chuo vinathibitisha kuwa mmeandaliwa vizuri, mmeiva na mko tayari kwenda kutekeleza majukumu mtakayopangiwa ili kulitumikia taifa letu. Leo ni siku ya furaha kwenu na mnastahili kujivunia mafanikio haya. Hata hivyo, katika furaha hiyo nataka mtambue kuwa mnaanza safari ya majukumu mazito yenye dhamana kubwa kwa taifa. Kazi ya kulinda usalama wa raia na mali zao ni kazi ya kipekee na inahitaji uzalendo, nidhamu, utii, ujasiri na uadilifu wa hali ya juu. Kazi hii ina umuhimu wa kipekee katika maendeleo ya taifa letu. Naamini mtaenda kutekeleza majukumu yenu ya kila siku kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi kama ambavyo mmefundishwa. Hata baada ya mafunzo haya, endeleeni kujifunza ili mjijengee kujiamini katika utendaji wenu wa kazi za kila siku. Kujiamini kwa kweli kunatokana na uelewa sahihi wa majukumu yenu, sheria zinazowapa mamlaka ya kutekeleza majukumu hayo, pamoja na mbinu za kutekeleza majukumu hayo. Mnapofanya haya, mtatekeleza majukumu yenu kwa ufanisi na uthabiti mkubwa. Kwenu askari wahitimu, napenda kuwakumbusha juu ya umuhimu wa uzalendo katika kazi hii mliyoichagua. Kiapo mlichowapa cha utii kwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa Amiri Jeshi Mkuu si maneno ya kawaida ya kuishia kwenye gwaride, bali ni ahadi na wajibu unaowafunga katika utumishi wenu wote. Uzalendo wa kweli ni kuwa tayari kulitumikia taifa lako mahali popote na wakati wowote utakapohitajika kufanya hivyo. Ni kuwa tayari kuweka mbele usalama wa raia na mali zao hata pale ambapo usalama wenu binafsi uko hatarini.
kukesha wakati wengine wamelala usingizi, ni kusimama imara wakati wengine wamekata tamaa, na ni kutekeleza wajibu wenu kwa uaminifu hata pale ambapo hakuna anayewaona au kuwapongeza. Taifa hili litawaamini kwa matendo yenu, nidhamu yenu na namna mtakavyobeba dhamana hii kubwa mliopewa leo, na huo ndio uzalendo wa kweli. Askari wahitimu, katika kutekeleza majukumu yenu, na wasihi mjiepushe na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kama ilivyokwisha kuelezwa na kamishna wa operation na mafunzo, hususan ushabiki usio na tija, matumizi ya lugha zisizofaa au vitendo vinavyoweza kuathiri taswira na heshima ya Jeshi la Polisi mbele ya jamii. Kumbukeni kuwa nyinyi ni kioo cha taasisi yetu wakati wote, ndani na nje ya sare zenu. Dunia sasa imejaa changamoto nyingi za kiusalama na taarifa nyingi, hasa potofu ambazo husambaa kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo ni muhimu kuwa makini, muwe wenye nidhamu ya matumizi ya teknolojia na kutambua kuwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kusababisha hatua kali za kinidhamu, ikiwepo mashtaka. Aidha, epukeni matumizi holela ya simu mnapokuwa kazini, kwani tabia hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi mnaohudumia na hata maisha yenu. Ndugu askari wahitimu pamoja na maafisa wa ukaguzi na askari wote mlioko hapa, ninapenda kusisitiza umuhimu wa utoaji wa huduma bora kwa wananchi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya kila siku. Hakikisheni mnawahudumia wananchi kwa kuzingatia utu, heshima na weledi, kwa kutambua kuwa mwananchi ndiye msingi wa uwepo wa Jeshi la Polisi na mshirika muhimu katika kazi yetu ya ulinzi na usalama. Kwa wahitimu mnaokwenda kuanza kazi katika maeneo mbalimbali ya nchi mtakayopangiwa leo hii, nendeni mkashirikiane vizuri na askari wenzenu mtakaowakuta huko. Mjifunze kutoka kwao na muwe tayari kujifunza na kufanya kazi kama timu moja kwa manufaa ya taifa letu. Epukeni vitendo vyovyote vinavyokiuka maadili, sheria na taratibu za kazi yetu, kwani mwenendo na uadilifu wenu binafsi ndio utakaoamua taswira ya Jeshi la Polisi mbele ya jamii. Jeshi letu litaendelea kuheshimika kadri watendaji wake wanavyoendelea kuwa waadilifu, wenye nidhamu na wanaoweka mbele maslahi ya wananchi kuliko maslahi binafsi. Mwisho lakini si kwa umuhimu, ninawasihi muwe makini na afya zenu kimwili na kiakili. Kazi ya polisi ni kazi yenye changamoto kubwa. Wakati mwingine mtakutana na mazingira magumu, matukio ya kutisha na kusikitisha, uchovu, msongo wa mawazo na hatari mbalimbali mkiwa mnatekeleza majukumu yenu. Lakini hii ndiyo kazi mlioichagua. Kwa hiyo haya yasitishe, twende tuyakabili. Hivyo ni muhimu kujitunza, kuendelea kufanya mazoezi ya mwili, kufuata ushauri wa kitabibu, pamoja na kujenga utamaduni wa kusaidiana na kujaliana nyinyi kwa nyinyi. Kuanzia leo mmeingia kwenye familia ya Jeshi la Polisi. Jeshi la Polisi Jeshi la Polisi lina familia yake. Ni familia kubwa yenye upendo, umoja na mshikamano kila siku za maisha yetu. Na
familia hii ni kubwa kiasi kwamba hata waliostaafu wako ndani ya familia ya jeshi la polisi. Once a cop, always a cop. Ukisha hapa kama hivi leo umeingia kwenye familia hii, kwa hiyo mjue kwamba chaguo lenu ni zuri sana la kujiunga na jeshi hili, na sisi tunashukuru sana kuongeza idadi ya watumishi ndani ya familia ya jeshi letu. Afya njema na utimamu wa akili ndiyo mtaji wa askari kuweza kutekeleza majukumu yake kwa weledi, utulivu na kufanya maamuzi sahihi wakati wote. Ndugu wageni waalikwa, nawashukuru tena kwa ushiriki wenu katika hafla hii. Niwaombe muendelee kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa sahihi na kwa wakati ili kuimarisha usalama wa maeneo yenu. Kama alivyowahi kusema mwandishi mashuhuri Helen, na ninanukuu hapa, alone we can do so little, together we can do so much. Narudia, nanukuu maneno ya mwandishi mashuhuri Helen Keller aliyewahi kusema, alone we can do so little, together we can do so much. Mwisho wa kunukuu, akimaanisha kuwa peke yetu tunaweza kufanya kidogo sana, pamoja tunaweza kufanya mambo mengi zaidi. Hivyo ushirikiano wetu ndio msingi wa mafanikio yetu. Aidha, napenda kutoa rai kwa wananchi wote kujiepusha na vitendo vya kujichukulia sheria mkononi kwa sababu yoyote ile. Matukio ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa baadhi ya watu wamekuwa wakifanya hivyo kwa habari za upotoshaji na kuleta taharuki kwenye jamii, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na linaweza kuleta madhara makubwa zaidi. Ni lazima tuendelee kuamini na kuacha vyombo vya dola vifanye kazi zake kwa mujibu wa sheria. Ndugu wahitimu na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika kuhitimisha hotuba yangu, napenda kwa mara nyingine kutoa pongezi kwa management ya jeshi la polisi, hasa Commissioner wa Operation na mafunzo, Commandant wa shule ya polisi Tanzania Moshi, pamoja na wakufunzi wote kwa kazi kubwa walioifanya katika kuandaa askari hawa kwa ajili ya kutumikia taifa lao. Ni matumaini yangu na ya wananchi wote kwa watu wahitimu hawa na wengine watakaokuja baada yao watapata mafunzo stahiki ya kuweza kutekeleza majukumu ya ulinzi wa raia na mali zao kwa weledi na uadilifu mkubwa. Pongezi za dhati ziwaendee pia wahitimu wote kwa kujituma katika kipindi chote cha mafunzo. Mmevumilia changamoto mbalimbali za mafunzo, mmezingatia nidhamu na mmeonyesha utayari wa kuingia katika utumishi wa jeshi la polisi. Hongereni sana kwa hatua hii muhimu katika maisha yenu ya utumishi. Mkaendeleze nidhamu na kujituma katika maeneo yote mtakayopatiwa kazi kwa maslahi ya taifa letu. Nawatakia kila la heri katika majukumu yenu mapya, na ninamuomba Mwenyezi Mungu awaongoze na kuwalinda safarini mnapokwenda katika ugeni ya kazi. Vile vile kwenu wazazi na walezi, mmekuja hapa shuleni toka safari za mbali. Wako waliotoka mkoa wa Mara, wako waliotoka Katavi, wako waliotoka Dar es Salaam, wako waliotoka Zanzibar na kila kona na upande wa nchi yetu. Tunawashukuru sana wahitimu. Hii ni heshima kubwa sana kwenu. Heshima hii mlioonyeshwa na wazazi na walezi na ndugu na marafiki ni heshima kubwa sana. Tukailinde heshima hii kwa kutenda